Sikiliza kwa makini. Katika maisha haya tunajichosha kwa kusubiri au tunajivunja kwa kuomboleza tulichopoteza. Tunataka kila kitu sasa hivi, haraka, kwa masharti yetu. Lakini ukweli ni huu, hatukuwahi kuwa na udhibiti wa muda. Mungu ndiye mwenye huo udhibiti. Anajua kikamilifu ni lini atoe, ni lini achukue, ni lini abadilishe na ni lini arejeshe. Kuna nyakati unasubiri kwa muda mrefu kiasi kwamba unahisi mtupu. Na nyakati unalazimika kuachilia kabla hujawa tayari. Unauliza, kwa nini sasa? Kwa nini si mapema zaidi? Na swali hilo linauma kwa sababu ndani kabisa unatambua wewe si mwandishi wa muda. Hakuna kinachoingia katika maisha yako kwa bahati mbaya. Kila mtu, kila baraka, kila hasara kiliandikwa kabla hata hujazaliwa. Baadhi huja kuleta furaha, wengine huja kukufundisha maana halisi ya furaha. Na kile unachokiita hasara huenda kwa hakika ni ulinzi. Kwa sababu kila mara kitu kinapochukuliwa, nafasi inatengenezwa. Nafasi kwa kitu bora zaidi, kitu cha kweli zaidi, kitu kilichokusudiwa kwa ajili yako. Huenda huelewi sasa, lakini huhitaji kuelewa. Amini hili, Mungu hachelewi kamwe, haharakishi kamwe. Kila wakati umewekwa kwa usahihi wa hali ya juu. Na jukumu lako pekee ni kuamini, kuendelea kusonga mbele na kuwa na imani. Kwa sababu siku moja utatazama nyuma na kutambua haikuwahi kuwa kuhusu lini mambo yalitokea. Daima ilikuwa kuhusu nani aliyekuwa na udhibiti wa yote.